Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa habari zetu za mchana, muda wa saa 5:30. Leo tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Naendelea kuwaletea habari zifuatazo ndani ya Media Bukavu TV. Ukiona katika mnara huyu unaelewa tayari imeleta habari gani, ama sio? Na kila mara liko kwenye uwanja mahali popote katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, naendelea kuwapasha habari ya sehemu popote ndani ya uwanja wa mapambano. Na kwa kweli nashukuru zaidi mashabiki zangu mahali popote muko, mnaendelea kufanya subscribe, like, comment, ama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi ndani ya Media Bukavu TV kwa habari zetu za mchana. Endelea kusubscribe na endelea kupartage na endelea ku views, kwa sababu tukiwa na nyinyi tunaendelea kuwashukuru zaidi. Na kwa kweli sasa tumewaletea namba ya simu iko hapo ya grupe. Kwa kweli kampuni yetu imeamua kuweka namba ya grupe hapo, ili mkiwa na maswali mengi zaidi mtaendelea kuandikia katika nambari ya WhatsApp hiyo. Kwa sasa mambo itakuwa vizuri, shwari zaidi. Na mimi mwenyewe ukiniona katika sehemu hili hapa ni headquarter, ama niseme ni headquarter, ama katika mnara wa habari yote kutokea ndani ya ulimwengu mzima. Hapa ndio napata habari za mchana yote. Najua ukikuwa unaniona kila mara katika mnara, watu wengi wanajiuliza ndugu yetu atoke mahali pamoja. Hapa ndio kuna network ama rezo ya kupata information ama kupata habari ya ukweli kabisa, ama sio? Na kabla nikuja kuwapasha sasa, ama nifungue kurasa zangu mara kwa moja na kuja kuwapeleka kwenye uwanja wa mapambano katika tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, maeneo tofauti, eneo ya Uvira na kuelekea sehemu ya Goma na sehemu zingine tofauti. Lakini mahali kwenye kulikuwa mambo sio mazuri ni tangu tarehe 14 sehemu ya Goma na kuelekea sehemu zingine ifuatazo. Na kuja kuwasomea katika eneo ya Goma, upande kulikuwa ama mashambulizi tangu tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika ndani ya mji wa Goma, katika sehemu tofauti inayoita Kayoi na katika sehemu inaitwa Karisimbi. Wale watu wanaoishi Goma wanaelewa tayari hapo nilivyozungumza. Tangu tarehe 14 kulionekana katika msafiri ya wanajeshi wasiojulikana katika muda wa saa 10 wa usiku, wakiendelea kusaka nyumba kwa moja, na hatua kulipatikana vijana jana tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, kulipatikana vijana 10 waliuawa katika nyumba zenye zimezingatia katika eneo ya Kayoi na sehemu ya Karisimbi. Na kwa sasa viongozi vya chama vya serikali vya waasi M23 kwa sasa walela msafiri wa kuendelea kusaka mara kwa moja, wajue wajambazi hawa walitokea katika eneo gani. Na katika taarifa yetu tutaendelea kuwapasha mambo hivi. Na kwa sasa sehemu ya Goma, wakaaji ama raia kutokea sehemu popote ya Goma wanaendelea kuomba usaidizi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa wajambazi wanaendelea kujitokeza mara kwa mara, wale wasiojulikana, na eneo hili tayari imeendelea kuzingatiwa na wanajeshi wa M23. Na mimi mwenyewe kwa majina Nelson, reporter kutokea ndani ya Media Bukavu TV, na wapeleka tayari mara moja katika eneo ya Uvira hapo sasa. Uvira eneo inaitwa Kalenge. Kalenge kulipitikana masasi tangu jana tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Mapambano ilikuwa katika eneo ya Kalenge, kulifika msafiri wa mandege za drone kuelekea ama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliendeleza ushambulizi wa drone mpaka kwa sasa. Na kwa kweli hatujajua mtaribani ama watu wangapi walifariki katika eneo hili. Kumbuka kwa sasa mapigano hili wakahaji ama raia wote washajua tayari, drone zikianza kupiga watu wanaanza kukimbia katika mistuni. Katika eneo ya Kalenge kwa sasa hakuna mtu yoyote yuko katika mji huu, kwa sababu Kalenge imeshambuliwa zaidi na madrone za FARDC na wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wasaidizi. Lakini katika taarifa tuko nayo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Uvira, wanajeshi wa Burundi na pamoja na wanajeshi kutokea Angola, wasaidizi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wote, na Tanzania kwa sasa
Viongozi vya kila chama ama vila serikali yoyote, kila nchi imeitisha wanajeshi wao kwa kurejea, kwa kweli wende mkaguo, wende mafunzo ya haraka zaidi, wakirudi warudi na Space Forces sasa. Na hili media Bukavu TV inaendelea kuwapasha habari, inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika Lake Tanganyika Lake Tanganyika umepatikana mabato ama tuseme kano rapid ama boti la wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likisirike kila sehemu popote kuna ulinzi katika mpaka wa Tanzania, katika mpaka ule wa Tanzania na katika sehemu zingine ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na katika mimi kwa pamoja na mimi ndio kuwapasha habari inayopatikana ndani katika eneo linaloitwa Kabimba na katika mpaka wa Tanzania na mpaka wa Kongo katika Lake Tanganyika inayoitwa Kabimba na katika mpaka wa Burundi na Kongo inayoitwa katika maji wa Tanganyika inayoitwa Muzimu. Hili ni majira liko katika bahari. Katika bahari kuna mpaka nao, sio mpaka barabara tu, hata bahari iko na mpaka. Kabimba ni mpaka wa Tanzania na RDC ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika Lake Tanganyika, na katika mpaka wa Burundi na ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika mahali wanakutania kwa maji inapoitwa Muzimu. Kwa sasa umeonekana mabato kano rapid zikitembea katika eneo hili likitoka mahali tofauti. Na kwa sasa tangu tarehe, habari zingine zimeleta mchangamoto katika eneo ya Uvira. Jana tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, hatua William Yakutumba aliendelea kusaka ama aliendelea katika eneo tofauti kutembelea vijana ama wanajeshi wa wazalendo katika sehemu tofauti. Ametembelea vijiji kadhaa katika ndani ya mji wa Uvira, lakini utembezi wake ilikuwa ni kwenda na pea mshahara kupokeza wanajeshi wa wazalendo. Na kwa kweli jana wajeshi wa wazalendo walikuwa wingi, na mlisikia katika taarifa letu la asubuhi, kila mtu alisema kwa kushukuru zaidi rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuendelea kujitokeza na kuendelea kuwasapoti, kuwatumia sabuni ya kuwasaidia ili waendelee kupambana na nguvu na kuendelea kunuka vizuri, kwa sababu kumbuka wanajeshi wa wazalendo hawana kitu naitwa, walikuwa ni watu wako kama tayari hawana usafi kwa sasa, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amewajulia hali. Kwa sasa anaendelea kuwatumia sabuni wa kufua hiyo mavazi na kuwa na kitu inaitwa usaidizi, pesa haikose kazi. Lakini katika upande moja kuna wanajeshi walijiuliza maswali mengi jana, walizungumza kusema tayari William Yakutumba aliendelea kukabidhi wanajeshi pesa tofauti na wanajeshi wa mbele walipewa pesa tofauti. Kumbuka mwezi wa pili wanajeshi wa Zalendo walipewa dola 325 $325, na kwa sasa wanajeshi wenyewe walipokea jana hela ama wanajeshi walikabidhi pesa jana, walipewa pesa $1,000 katika dola ya Amerika $1,100, dola 100 $100. Na wengi wamejiuliza maswali mengi, kwa nini wale wamoja wengine walipata $325 na sasa wazalendo wa leo wengine wamepata $100? Inajiuliza maswali mengi zaidi, kwa sababu kuna wengine wamesema kwa nini wanafanya hivi, hizi dola 225 imeenda wapi? Hii ni tatizo imeendelea kuwa katika upande ya wanajeshi wa wazalendo. Wanasema inabidi waelewe kwa nini William Yakutumba ama mtetezi William Yakutumba alienda analipa wasala, anapea mshahara wanajeshi wa wazalendo dola pesa tofauti na wengine wale. Kwa nini wanapewa pesa nyingi na hao wengine wanapewa pesa ndogo? Na katika mkataba wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amepeana kila mwanajeshi wa mzalendo kupea dola 325, lakini kwa nini dola 100 inapewa moja na dola 325 inapewa wengine? Hawa wanaweza kuwa katika chama cha William Yakutumba ama ni katika viongozi vya chama vya wazalendo ndio wanapewa
dola 325, ama ni kila mwanajeshi wote katika upande wa wazalendo wanapewa dola 325. Na kwa nini jana walipewa wanajeshi wamoja dola 100, wengine mbele walipewa dola 325? Hii ni media Bukavu TV. Haya ni malalamishi kutoka ndani ya upande huko mji wa Uvira. Kwa sasa wazalendo kwa kweli wanaendelea kujideklame ama wanaendelea kupaza sauti yao kusema kwa nini kiongozi wa wazalendo ama viongozi wa wazalendo wanaendelea kuwatumia vibaya zaidi. Kwa sababu gani? Dola 225 imeenda wapi kwa sasa? Na hao walikabidhiwa na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupewa dola 325 tafadhali kidogo. Na kwa kweli hii ni matatizo inaendelea kuwa ndani ya upande wa vita ama upande mwingine. Na kuja kuwatangazia kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika eneo ya Bunya, mpaka wazalendo kutokea sehemu Bunya nao wanaomba pasha sauti yao, wanasema nao wanahitaji kupewa hizi hela. Kuna wengine wanasema wamekabidhi hela kutokea upande wa Bunya na wengine bado hawajapewa. Kwa nini hao hawapewe pesa kama wanajeshi wengine wanaenda kufanya amani ama kuleta security kwenda kulinda ndani ya upande kuna wakaji ndani ya mji ya Bunya? La, tutakuja kuwapeleka Shabunda. Kwa sasa hizi pesa zinaendelea kuleta tatizo. Kwa sasa hizi pesa zinakabidhiwa wamoja, wengine hawajapewa. Na kwa sasa Shabunda nao sauti inaendelea kupazwa katika eneo linaloitwa Kasese na kuelekea katika sehemu inaitwa Kalundu na Chonka. Huko tayari wazalendo kutokea katika eneo hili nao wanaendelea kupaza sauti lao. Kwa nini hao hawakabidhi pesa? Kwa nini hao wanasema hakuna hata mzalendo mmoja katika eneo hili ameshakabidhi hela? Hii ni media Bukavu TV, niliwaambia tafika kwenye pembe ama kila sehemu popote kusikiliza sauti ya wananchi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama sauti ya wazalendo wanayotetea haki za binadamu katika raia upande na kulinda haki ya waraia, kwa sababu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa hii ni media Bukavu, tutaendelea kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na nikiwapeleka upande ya Nord Kivu nao tatizo ni hiyo tu, na huko nako wanaendelea kupiga kelele wazalendo wa huko kutokea upande ya Nord Kivu. Lakini wengine upande ya Nord Kivu kuna wale wacha kupokea pesa na wengine bado hawajapokea pesa yote, nao wanapaza sauti yao kwa nini hao wanabaguliwa. Na katika eneo hili sio kusema wao wanabaguliwa. Kumbuka, inaweza kuwa pesa wamekabidhi, naongelea kwa ujumla, inaweza kuwa pesa wamekabidhiwa, lakini viongozi vya chama vyao vinakabidhi hizo hela, wao wanaweka kwa mfuko zao. Kumbuka siasa, kumbuka watu wenyewe wana tabia ya wizi, watabaki kuwa wizi. Ndio maana nimesema nini? Kuna viongozi ndani ya wazalendo wanaamka asubuhi wanaunda chama tayari, anasema ni kwa sababu ya faida yake. Haangalie tayari hao wanajeshi ameweka maisha tarini kwa kuwapeleka kwenye vita, na kwa kweli na msaada ikikuja, hizo msaada wanaopewa wanajiwekea kwa mfuko zao, wanasahau hawa vijana wanaenda kwenye uwanja wa mapambano kupigania nchi. Na katika msaada unaopewa ni kwa sababu nao wapate furaha, wapate nguvu za kutetea nchi ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini viongozi kama hao wakikabidhi, kuna wale tayari sio kusema hawajakabidhi pesa, wale wengine wamekabidhi pesa, ni hiyo tatizo, wanaweka kwa mfuko zao, wanakuja kwenye mtandao hapa wanazungumza, ama wanajeshi wao wanazungumza, lakini viongozi wanajiweka kwenye ukuta hapo wananyamaza. Ni kwa sababu gani? Ni kuwa na viongozi wabaya katika upande wa wazalendo. Wazalendo wamoja wale wanajua haki, wanaelewa tayari kuna haki ya mzalendo inabidi apewe na kitu kidogo cha kusaidia familia ama kujisaidia kivyake. Kuna watoto wadogo wale vijana wako ndani ya wazalendo, familia hao wanajua tayari watoto wanaanza kupata pesa, lakini tayari kuna watoto wanaendelea ku give up ama kuna watoto wanaendelea kuanza katika moyo, wanasema tayari eri wao wajambazi waende kwenye uwanja mistuni waende kuiba. Kwa sababu kwa nini? Kama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imekubali kuwapea pesa, lakini viongozi wao wanawaimba ama wanawanyanyasa, itabidi wajitoe waende kufanya machama. Ndio unaikuta ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo chama cha waasi kinaendelea kuwa nyingi zaidi kwa sababu ya viongozi wamoja kwao. Kuna wale wakarimu, kuna wale viongozi wanajua haki ya wanajeshi. Ni kama ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanajeshi wote
wote wanapewa pesa, wanawekewa pesa kwa banki zao. Kumbuka wazalendo hawana mabanki, wazalendo wanapewa pesa kwa mkono hivi, lakini ndani ya serikali watu, kila mtu ana banki zake. Hata kama iko eneo mahali hakuna banki, siku ataenda kutoa pesa zake, atazipata zote. Kila mwisho wa mwezi pesa zake zinaingia hivyo. Hao ndio kuonesha wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wazalendo wanawakabidhi pongera, pesa hizo wanaopewa ni pongera, sio kwa sababu hao nao wanahitaji. Kwa sasa viongozi vya wazalendo vinahimiza kila mwanajeshi wa wazalendo kwenda kwenye mafunzo ili uendelee kujifunza vita kiuhakika, kwa sababu hao wako na changamoto ya kutumia silaha tofauti kwa sababu hawajui kuzitumia. Asante sana, na kama unavyonisikiliza katika habari zetu za mchana wa leo saa 5:30 ndani ya Media Bukavu, utakuwa na mimi kila mara kwa mara. Ukiendelea kufanya subscribe, like, comment, utakuwa unanifuatilia mchana kama usiku. Tumeweka namba tayari ya WhatsApp hapo ndani, utaona screen yetu katika WhatsApp ama ndani ya description. Utatuandikia hapo ndani ya group hili, utakuwa unatufuata mara kwa mara. Ama kama kuna ujumbe, kuna mahali unataka tutangaze, tatuma ujumbe wako hapa tukuje kuongea sehemu kuna uwanja wa mapambano. Hata kama sasa hatujaongea mahali tofauti kwa sababu hatuna habari zingine, la tunapea habari zenye tumepewa katika eneo tofauti, ama tuna uhakika hizi habari ziko huko. Na hii ni Media Bukavu, nila kuwashukuru zaidi katika eneo hili. Tuko hapa Walikale leo, sehemu ya Walikale kumeamuka salama. Mpaka kwa sasa hakuja kuwa mlio yote ya masasi, lakini mambo yakija kubadilika itakuja kuwapasha kwa habari zetu za jioni, muda wetu wa saa 12 kwa sasa. Mungu aende kubariki. Chao chao, nawatakia mchana mwema mashabiki zangu nyote mahali muko, endelea kunisikiliza mara kwa mara, muendelee kufanya subscribe, like, comment. Nawapenda zaidi, nawatakia mchana mwema. Mungu awe pamoja na ninyi.